Habari ya jioni ya leo, habari ya jioni ya leo. Bwana awabariki nyie wote popote pale mlipo, mkiwa mnasubiria kuangalia kipindi chetu cha leo cha habari njema. Habari njema ya leo, kama kawaida, wale wafuasi wa habari njema wa kila siku, mnaelewa kuwa habari njema inaletwa na mimi dada Bahati, na wale wanaofuata kipindi hiki kwa mara ya kwanza leo, ninatoa shangwe na shukrani kwake Mungu kuweza kuwawezesha. Pia nitawaomba mualike marafiki, ndugu walioko hapo karibu, ili mje pamoja tuweze kuchangia neno lake Bwana. Jioni ya leo ni jioni ya maombi, jioni ya kumtukuza Mungu, jioni ya kujifunza namna ya kuweza kumuomba Mungu. Maombi yale yenyewe tunaomba, Mungu atayasikiaje? Jioni ya leo tutazungumzia maombi. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Karibuni sana, mnafuata habari njema kwenye mitambo ya www.startvinternal.com, na leo ni siku ya 4 ama Alhamis, tarehe 25 ama 25 ya mwezi wa 8 mwaka wa 2011. Mungu ataendelea kuwabariki ndugu zangu popote pale mlipo, nyie mlioko wapenzi wa habari njema. Natoa shangwe na shukrani sana kuona mko wengi ulimwengu pote mnaendelea kufuata kipindi hiki. Mungu hatowaacha, ataendelea kuwapa nguvu na ujasiri siku zote za maisha yetu. Bwana asifiwe sana. Kama kawaida, habari njema ikianza tunafanyaje? Tunamuita mfalme wa falme, tunamuita Bwana mabwana, tunamuita yeye kimbilio letu, ili aweze kushika madaraka ya kipindi hiki. Tusipotezi muda, tumuite Bwana. Bwana, kwa uwezo wa jina lako, mfalme wa falme, Mungu mkubwa, Baba, tunatoa asante na shukrani tena kuona ulituwezesha Yesu. Asante Bwana kwa upendo wako, kwa ulinzi, kwa mwanga, kwa mengi mema unatenda katika maisha yetu Baba. Asante Bwana, umetuwezesha tena jioni ya leo ili tuweze kukutana na Waswahili sehemu zote ulimwenguni katika mitambo hii ya Star TV. Tunatoa shangwe na shukrani. Ni kwa kuwa wewe mwenyewe umetuwezesha peke yetu. Kwa sisi wenyewe hatuwezi, lakini kwa uwezo wako wewe Mungu muumba wa ulimwengu na vyote vilivyomo. Ninatoa shangwe na shukrani dakika ina size, na nikikuomba malaika zako Bwana waweze kushuka, waweze kutuhubiria, watuzungumzie jioni ya leo. Habari lako linapokwenda Yesu, liwe ni neno lako linaingia roho za watoto wako Bwana, ili liweze kutubadili siku zote za maisha yetu, na tuwe watu wale wanayokufurahisha wewe mfalme, kwa uwezo wa jina lake Yesu. Na sisi wote tunasema amina. Amina. Amina maana yake na iwe hivyo. Bwana asifiwe sana. Ni furaha tena ndugu zangu kuona nasimama mbele yenu ili niweze kuletea neno lake Bwana. Asante, nashukuru sana kuona mko mnanisubiri. Mungu ataendelea kuwabariki usiku na mchana. Wafuasi wa habari njema, Mungu hatowaacha. Bwana asifiwe sana. Tutazungumzia leo maombi, na tutazungumzia kusimama na kuomba. Unaona, tusiwe wale wa kusubiria wao wanatuombea. Tujifunze kuweza kutumia neno la Mungu katika maisha yetu ya kila siku. Somo hili nimeshazungumzia tena miezi iliyopita, lakini nimeona afadhali tena nirudishe hili swala. Manake tukielewa kuomba, tukielewa namna ya kuweza kumshtakia Mungu maneno yetu, matatizo yetu, unaona, inakuwa na ule urahisi. Tuseme kwa mfano, unatembeza gari na unaingia kwenye mji usiojua na hauna tom. Unakwenda tu unajifikiria wewe mwenyewe, unasema kijiografia katika akili yako, unasema ninakwenda sehemu town, naona nitaelekea hivi, unakwenda. Lakini kwa sababu hauna yale maelekezo, utapotea. Utafika lakini utapoteza muda. Na maombi ni hivyo hivyo. Unaona? Ukiwa na maelekezo ya maombi yako yanakwenda straight forward. Lakini ulikuwa kama haujui njia, na kama hauna maelekezo ya kusema yale maombi yaweze kwenda na yafike kwenye uso wake Bwana, utaomba yale maombi yatakuwa yanaenda njia zisizokuwa njia zile zinatakikana. Unaona? Bwana asifiwe sana. Ndio kwa maana leo nimeamua tuzungumzie tena maombi. Tujikumbushe maombi ni nini na maombi yetu yaweje. Unaona? Maombi yetu yaweje. Unaona? Hapa nimesema ya kuwa maombi ni gari lisilokuwa la kawaida. Mungu aliyeumba ili binadamu waweze kuwasiliana na Mungu asiyekuwa wa kawaida. Maombi sio kitu cha kawaida. Maombi ni kitu, yale maombi yenyewe Mungu anasikia, sio ya kawaida. Ni maombi tunayasema kimwili, kimidomo yetu, lakini yanakuwa yako na matokeo fulani katika ulimwengu wa kiroho. Ndio kwa maana maombi yanakuwa sio ya kawaida. Kwa Kiingereza tunaweza kusema ni kitu supernatural.
Unaona? Na kinaleta maajabu yake kisupernatural. Bwana asifiwe sana. Nimezungumzia tena, narudi kwa wale wenyewe wamekosea, wenyewe hawakusikia. Maombi ni gari lisilokuwa la kawaida. Mungu aliumba ili binadamu waweze kuwasiliana na Mungu asiyekuwa wa kawaida. Maana yake ametuwekea kitu hapa kama vile daraja isiyokuwa ya kawaida, kwa kuwa yeye mwenyewe baba yetu sio wa kawaida. Unaona? Maombi ndiyo namna ya kumwendea baba. Maana ukiingia kwenye maombi unakuwa unaingia kwenye zile sehemu zisizokuwa za kawaida, na unakuwa unazungumza zile habari zisizokuwa za kawaida, na zile habari zisizokuwa za kawaida ndizo Mungu anazozisikia, kwa kuwa anakuwa yeye ni Mungu asiyekuwa wa kawaida. Bwana asifiwe sana. Habari zisizokuwa za kawaida vipi? Nijieleze. Habari zisizokuwa za kawaida ni zile habari za imani, zile habari za kuamini ya kuwa ninaye Bwana, na kwa kuwa ninaye magonjwa hautokaa ndani yangu, na kwa kuwa ninaye unatamkia yale mema. Tulizungumzia wiki iliyopita ushuhuda. Unakuwa na ule ushuhuda mzuri, ule ushuhuda wa kuamini, ya kusema kama baba atatenda, Mungu atatenda. Yale ndo unakuwa unazungumzia, ndo maombi yasiyokuwa ya kawaida. Maana yake ile maombi yasiyokuwa na kawaida, yale maombi ya kujaa imani, ndiye yanasukuma, yanatikisa sehemu zisizokuwa za kawaida. Na zikishatikisa sehemu zisizokuwa za kawaida, Mungu Baba popote pale alipo anakuwa anasikia, kwa kuwa yeye mwenyewe ni Mungu asiyekuwa wa kawaida. Bwana asifiwe sana. Maombi yanakufanya wewe uingie kwenye ulimwengu usiyekuwa wa kawaida. Tunaingia kwenye ulimwengu usiyekuwa wa kawaida katika maombi. Katika maombi hata unakuwa unazungumza lugha zisizokuwa za kawaida. Unaweza kuongea Kiswahili hiki ninachokiongea, lakini ina maana yake. Ina maana yake. Kwa mfano, unaweza watu wote tunaombea magonjwa, lakini kibinafsi kila mtu anajua magonjwa yake. Huyu anaweza kuwa na magonjwa yake ni mguu ulivunjika. Mwingine anaweza kuwa na ugonjwa wake ni magonjwa ya infection. Mwingine anaweza kuwa na magonjwa yake ya kiroho. Unaona? Yale magonjwa yote wakati tunaomba tunamshtakia Mungu magonjwa. Sio, lakini katika roho zetu sisi wenyewe unafahamu ni magonjwa gani unayemshtakia. Na Mungu asiyekuwa wa kawaida anaona ndani yako na yale magonjwa yale unayosumbuka nayo, na ndio yeye atatatua. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kama kawaida, habari njema tunaelewa ya kuwa habari njema ni mafunzo ya maarifa. Maarifa ya habari njema ni gani? Maarifa ya habari njema ni kutumia neno la Bwana, kutumia katiba ya maisha. Katiba inasema nini? Tunarudi kila siku katika katiba, maana hatuna jambo lingine. Hakuna jambo lingine. Habari njema tunazungumzia peke yake katiba ya maisha. Katiba inasema nini? Bwana asifiwe sana. Katiba yetu leo tuangalie kitabu Yohana wa kwanza sura 5 na mstari wa 14. Tuone anatuambia nini. Yohana wa kwanza sura 5 na mstari wa 14 inasema, "Huo ndiye ujasiri tulio nao ndani yake. Kama tukiomba kitu sawa sawa na mapenzi yake, atasikia." Unaona? Huyo ndio ujasiri tulio nao ndani yake. Kama tukiomba kitu sawa sawa na mapenzi yake, atasikia. Hapa tukukirudia hili neno, ukilitafakari kuna masuala mawili ama matatu. Unaona? Huyu ndiye ujasiri. Ujasiri maana yake mamlaka. Ujasiri maana yake nguvu. Ujasiri maana yake dominion. Maana yake huyu ndiye ujasiri. Maana yake maombi ndiye mamlaka yetu. Maombi ndiyo puissance tuko nayo. Unaona, tulio nayo ndani yake. Kama tukiomba, lakini kuna condition. Unaona? Kuna sharti hapo. Anasema kama tukiomba. Kwa hiyo inawezekana tusiombi. Bwana asifiwe sana. Anasema kama tukiomba kitu sawa sawa na mapenzi yake. Kama tukiomba sawa sawa ya mapenzi yake. Hapo ndo tunazungumzia leo. Maombi yetu tunayaombaje? Tunaomba ni yale maombi yanakwenda kufuatana na mapenzi yake Baba? Ndio swala tunaongea leo usiku. Na tutafatanisha masomo tofauti za Biblia ili tuweze kuona maelekezo katiba inatuambia nini. Bwana asifiwe sana. Anasema huyo ndio ujasiri tulio nao ndani yake. Ndani yake Bwana, ndani yake mfalme wa wafalme, ndani yake Mungu aliyeumba ulimwengu na vyote vilivyomo. Ujasiri wetu kwake yeye tukiomba kitu. Tukiomba kitu. Hawakusema tukiomba tu kwa mapesa.
Amesema tukiomba kitu. Hapa naweza nikasema kwa fikira yangu mimi, naweza nikasema tukiomba kitu chochote. Kitu chochote kile tunachokiona hakiongoki ndani ya maisha yetu. Tukimuomba mfalme wa wafalme, kuna sharti moja tu. Shurutisho yake ni nini? Kuwa sawa sawa na mapenzi yake. Kuwa sawa sawa na mapenzi ya Bwana ni vipi? Ni kufuata katiba ya maisha. Ukifuata katiba ya maisha, unakuwa sawa sawa naye. Unakuwa sawa sawa na mapenzi yake, na atatusikia. Bwana asifiwe sana, kwa sababu tungali na wakati, tungali na fursa nyingine ya kusema kama anatupa opportunity mpya. Ikiwa kama tutaomba kitu chochote kile sawa sawa na mapenzi yake. Kwa hiyo kila mmoja wetu leo tunatafuta mapenzi yake Bwana, ili tuweze kuwa sawa sawa naye, ili chochote tunachokiomba Bwana asikii usiku na mchana. Na Bwana atatusikia usiku wa leo, na atatusikia kwa sababu yeye ni Mungu wa kuita na kuitika. Atatusikia usiku wa leo. Bwana asifiwe sana. Tunaenda kitabu cha pili hapa, tutasoma Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 na mstari wa 17. Wathesalonike wa 5, samahani, Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 na mstari wa 17. Mstari wa 17 unasema, ombeni pasipo kukoma. Ombeni pasipo kukoma. Wewe una uwezo wa kubadili matatizo, mazingira, hali, changamoto zozote zile zinakupitia katika maisha usiku na mchana. Anasema ombeni pasipo kukoma, maana pasipo kuchoka. Unaona, tusiwe wale watu tunaenda kuomba Mungu wakati wa matatizo, wakati tuna shida. Hapana. Maombi yako ukiyaomba, kuna siku zilizopita nilikuwa nimewapa mfano, nasema tujifunze kwa wale watu tunatenda mambo yetu kwa namna yetu ile Mungu anatuelekeza sisi. Tusiwe wale wa kufuata yale wengine wanafanya. Kwa vipi? Na nijieleze. Kwa kuwa maombi yale tunayoomba leo, au maombi babu zetu walioomba jana, ndio matokeo ya maisha yetu leo. Kwa sababu Biblia inasema, na nitawabariki. Unaona? Akikubariki, anakubariki kwa ukoo, kufuata ukoo na ukoo. Na ikiwa kama kuna swala katika familia, Mungu ametuma laana, ile laana inakwenda pia ukoo kwa ukoo. Na ndio kwa maana tunakuwa tunarejea katika familia zetu. Familia yangu ilikuwaje? Unaona, ikiwa kama kuna uzito mmoja ama mwingine, unaanza kwanza kuvunja yale matatizo ya ule uzito kabla ya maombi yako kumfikia Baba. Unaona, kwa sababu anasema kuwe nao sawa sawa. Ukiwa sawa sawa na neno lake na mapenzi yake, ndio atajibu. Unaona, babu ya rafiki yako anaweza kuwa alikuwa sawa sawa na Mungu, na Mungu akawa amesha sign kabisa makubaliano na yeye, wewe ninakubariki mpaka kizao cha 10. Katika uzao wa 10 huyu amezaa, umefika uzao wa 4, wewe unakuja kuzaliwa pamoja na wajukuu zake. Hawa mambo yao yote yanaendeka. Ni yale maombi ya ule baba aliyeomba, ni yale maombi ya ule mama aliyeomba, yale maombi yalikwenda akaikaa akiba katika akaunti yake. Bwana asifiwe sana. Sasa tusiwe watu wa kumuita Mungu wakati tuna shida peke yake. Hapana. Tuwe watu wa kumuita Mungu wakati wowote, kwa sababu ni Mungu aliyetuumba. Anastahili kutukuzwa, anastahili kuabudiwa, anastahili kuinuliwa, anastahili kushukuriwa. Yeye ni Bwana wa mabwana. Alituumba sisi kwa mfano wake. Bwana asifiwe sana. Unaona, tusiwe tunamuita Mungu wakati tuna shida. Wakati una shida na yeye pia anakusubiri, anasema huyu kwa kuwa ana shida ndio ananiita. Acha kwanza nimpe kwanza mwaka mmoja bila kujibu, nione kama hatakimbia. Unaona? Na ndio pale watu tunakuwa tunahangaika. Lakini ukiwa kwenye maombi, una ile caisse d'épargne ya maombi yako, yameshajilimbikiza pale yanakusubiri. Hakuna namna. Matatizo yatakuja. Anasema katika maandishi yake, chini ya moto nitakuwa pamoja nawe, ndani ya maji marefu nitakuwa pamoja nawe. Hakusema kama matatizo hayatatufuata. Matatizo yanamfuata Mkristo. Matatizo yanamfuata muaminifu. Unaona? Matatizo ndio yanafanya kuonesha kama muaminifu ana ule uvumilivu na ni muaminifu kweli. Unaona? Yale majaribu yanavyokuja, yanakuja haya leo, kesho haya, ni kuja kupima kuona kama huyu hata badilika. Hata acha hizi njia za Mungu aende kwa njia zingine. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Usisubiri mambo yabadilike peke yake. Mambo hayawezi kubadilika peke yake. Unaona? Bali badili mambo kupitia nguvu ya kiroho.
mambo hayawezi kubadilika peke yake, lakini wewe una nguvu na ujasiri. Sisi wanawake wana wa Mungu tuna nguvu na ujasiri kwa kutumia jina lake Bwana mfalme wa falme, kwa kutumia jina lake Yesu. Anasema ukiita jina la Yesu kila goti linakunjwa na kila ulimi unatamka ya kuwa Yesu ni Bwana mabwana. Unaona? Kwa hiyo kwa kupitia jina lile, jina lenye nguvu, jina la mfalme wa falme, tuna nguvu. Ndiye anayetupatia nguvu kiroho, na tukiwa na ile nguvu kiroho hakuna magonjwa yoyote, hakuna matatizo ya aina na aina yatakuja yatakuja ndio, lakini yote ataondoka. Unaona? Alafu Yesu wakati anaondoka aliwaambia wafuasi wake, akawaambia ninakwenda lakini siwaachi peke yenu, ninakwenda ile nitawaachia. Kutakuwa na mfariji, na yule mfariji kazi yake itakuwa nini? Kuwafahamisha habari zitapokuja. Maanake kuwafahamisha habari nzuri, habari mbaya, wakati zinataka kukaribia kufika. Sasa ukiwa na maombi, ndio masikio ya roho yanakuwa yamefunguliwa. Ndio unamsikia Roho Mtakatifu wakati anakuwa anakupa warning, wakati anakuwa anakuambia kuna tatizo linakuja. Na ukishajua lile tatizo linakuja, unakimbia kwenye katiba ya maisha tena. Unakimbia kwenye katiba ya maisha. Unaenda kwenye katiba ya maisha. Unasema Bwana, unafatanisha zile nani katiba inavyotuambia maneno yake. Unaona? Tuseme kwa mfano, umelala tu hivi unakuja kukutana nasema unaota, tuseme unaota ulikuwa unapigana na mnyama au na kitu gani. Unaona? Lakini unakumbuka kama katika Zaburi anasema, hautaumwa na nyoka wala na nge. Anasema utawakanyaga wote na miguu yako. Na wewe unaamka unasema wewe mnyama. Kitabu cha Bwana kinasema, Baba Muumba alisema, Yesu Kristo alinipa nguvu na madaraka. Nina uwezo na ujasiri ndani yangu. Wewe nimekuota usiku, ninakuvunja kwa moto wa Roho Mtakatifu, kwa uwezo wa jina la Yesu. Anasema katika kitabu chake ya kuwa sintaumwa na nyoka, sintaumwa na chochote. Ndio kwa maana wewe pepo, wewe mnyama nimekuona, ninakuvunja kwa uwezo wa jina la Yesu. Ninakukanyaga kwa uwezo wa jina la Yesu. Ninakuvunja na damu ya Yesu Kristo iliyomwagika msalabani. Ndivyo unavyopigana vita ya kiroho. Ndivyo unavyopigana. Maana anakuonesha in advance, anakuonesha kwa yale atakayotokea kesho, ili ujitayarishe kiroho. Na wewe ukishakuyapata yale, usikae kimya. Unaamka asubuhi unasema, Baba, ulimwengu na vyote vilivyomo ni mikononi mwako. Hakuna nguvu ya simba wala ya chui, hakuna ya nyoka wala ya paka itakayonifuata mimi. Ninavunja vyote kwa uwezo wa damu ya Yesu. Ninavunja vyote kwa moto wa Roho Mtakatifu. Ninavunja vyote. Ninasimamia neno lako Bwana. Na unasema, unazungumza yale unayoshuhudia, yale unayotabiria. Wale mapepo, ikiwa ni mapepo, ikiwa ni shida yoyote ile, yote utaona yanaisha peke yake. Kwa sababu una masikio ya roho yamefunguka. Unamuelewa Bwana anapozungumza. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Tunapaswa kuomba mpaka tuna uhakika ya kuwa tumepata majibu. Unaomba mpaka unakuwa na uhakika. Unaomba mpaka kunakuwa na uhakika, unajua kama kuna majibu. Mimi toka niko mdogo nilikuwa nasema kila siku, maombi gani haya yenyewe watu wanaomba miaka na miaka? Hapana. Nilikuwa najua katika roho yangu bila kusoma Biblia, najua ukiomba Mungu siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu unapaswa kuwa na majibu. Unaona? Sikuwa najua. Leo ndio nakuwa naomba. Nikiomba naona matokeo yanatokea mema. Nasema kwa nini nilipoteza muda? Kwa nini nilipoteza muda? Tusipotezi muda ndugu yangu. Vita ya maisha iko katika mikono yetu, na Mungu alitupatia nguvu na ujasiri. Bwana asifiwe sana. Na ninaomba usiku wa leo, wale watu walio dhaifu kiroho, wale watu walio dhaifu wasiomuelewa Bwana, ninakuomba ndugu yangu, kakaangu, dadangu, jifunze kusoma neno la Bwana. Na ukishakujifunza neno lake Bwana, unakuwa na silaha kiroho. Ukishakuwa na silaha kiroho, masikio ya mwili na roho vinafunguka. Ndipo utaona yale mabaya yanataka kukufikia, na utaona yale mema pia. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kamwe usiangalie yale usiyopenda. Kama usiangalia yale usiyopenda yatokee katika maisha yako, usiangalie yale usiyopenda yatokee katika maisha yako, bali badili yale usiyopenda kwa nguvu ya maombi. Yale yote usiyopenda kwa nguvu ya maombi, kwa sababu kuna nguvu katika jina lake Yesu. Kuna nguvu ya kushinda damu ya Yesu. Unaona?
Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Tuingie katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 na mstari wa 13. Kitabu cha Mathayo sura ya 6 na mstari wa 13 unasema, samahani, mstari wa 9 nasema, hivi basi ndivyo mpasavyo kuomba. Unaona? Yesu hapa anawaambia tena wanafuasi wake. Unaona, mimi hapa mnayeniona nilikuwa naomba kilometri, naomba mpaka leo. Naombaga na kuwa na furahi tu kuomba maombi marefu. Naomba tu vyote, sijui nini vyote tu nazungumza. Lakini sikumbe sio mimi peke yangu. Toka ule wakati wa Yesu walikuwepo wa kuomba maombi kilometri. Unaona? Na ndio maana hapa anasema, hivi basi ndivyo iwapasavyo kuomba. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Unaona? Hivi basi ndivyo iwapasavyo kuomba. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Hapo ni maana yake nini? Katika maombi yoyote, jambo la kwanza unaanza kumtukuza. Unamtukuza mfalme wa wafalme. Kwa sababu kila siku nawaambia, simama kwanza hapo ulipo na ufikirie maisha ya jana. Nikikumbuka maisha ya jana ningali huko nyumbani. Unaona sawa, kuna wale walikuwa na maisha mazuri, lakini unakutana kama kuna watu wengine maisha ni magumu kabisa. Unaona? Hilo jambo lenyewe ni topic ya maombi. Hauna shida kungojea miujiza. Unamshukuru Mungu kwa sababu ni Mungu muweza, amekuwezesha. Dakika hii mimi na wewe tunazungumza saa hizi. Unajua watu wangapi wako hospitali wanashindwa kupumua? Watu wangapi wako hospitali wanashindwa kula? Watu wangapi wako hospitali hawaoni? Watu wangapi wako hospitali hawawezi kupumua na mapafu yao? Watu wangapi wako hospitali watu wanaingia hawaelewi kama ni nani anaingia? Unaona? Hilo jambo lenyewe ni kushukuru. Hilo jambo lenyewe ni kumtolea shangwe mfalme wa wafalme, Bwana mabwana. Unaona? Samahani. Unaona? Kumtukuza yeye kwanza. Kumtukuza mfalme wa wafalme, Bwana mabwana. Unaona? Alafu mstari wa 10 anasema, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike, ufalme wa mbinguni ushuke. Mapenzi yake Bwana huko mbinguni na yashuke hapa duniani kama huko mbinguni. Unaona? Sasa ukifafanua hili jambo sana na kutafuta kujua mapenzi ya Bwana ni nini? Mapenzi ya Bwana ni katiba ya maisha hii. Kufuata neno lake, kumuomba, kufuata yale masharti katiba inasema. Yale yote unayejua neno la Mungu linatuamrisha ndiye mapenzi ya Bwana. Na yale mapenzi ya Bwana tukianza kuyatenda hapa, mapenzi ya mbinguni yanashuka hapa kutukuta hapa. Unaona? Kuna watu wenyewe wanasema ni kuikaa utakatifu. Sijui nani aliwaambia hiyo. Waonekane ni watakatifu kwa ulimwengu wa binadamu. Wenyewe ni watakatifu, ukimkanyaga na kwambia samahani ni vizuri tu. Lakini baadaye huyu mtu ni simba ama ni nyoka katika maisha ya kiroho. Unaona? Bwana atatuwezesha sana. Unaona? Sasa unakutana mtu kama huyu na kila mtu anajua kama huyu mtu ataendaga mbinguni. Swala la mbinguni kufika ni Mungu peke yake ndiye anayejua siri. Mungu peke yake. Unaona? Hakuna tabia hata moja yenyewe Mungu aliyeumba ulimwenguni isiyokuwa nzuri katika macho yake. Kuna vitu vingine tunavyopitia vya maisha vinatushape tabia tunazokuwa nazo. Unaona? Ukitafuta kulaumu na kusema huyu mbona anaendelea hivi, haujui yale aliyoyapitia. Usizungumzi sana. Ikiwa wewe ulizaliwa katika familia ndio mko wa taratibu, mko hivyo, sawa. Lakini huyu ndugu yetu mwingine anaweza kuwa alizaliwa katika familia isiyo, wengine ni mayatima. Sasa unataka kuniambia mtoto yatima alipata mfano kwa nani? Si anafunzwa tu na ulimwengu wote. Bwana asifiwe sana. Lakini Mungu mweza anavyomwamua yule, anavyomjije yule mtu ni tofauti na binadamu. Ni tofauti. Yule anayekuwa mtaratibu sio kusema anaweza kuingia mbinguni kwa sababu anaonekana kama ni mtakatifu kimwili. Tuache kudanganyika. Tufunguke macho ya mwili na roho. Ili roho wa Mungu awe anatuambia wale walioko watakatifu kwake Mungu, walioko mlango wa mbingu uko wazi. Mungu atakuonesha ukiwa uko na roho wa Mungu. Na wale wabaya wanayekuja na maisha wanaishi kiunafiki na huko ni wabaya, wanafanya ule unafiki ili waweze kupata habari zako wewe, waweze kutafuta namna ya kuweza kukufungia njia.
Mungu pia anawaona. Unaona? Bwana asifiwe sana. Bwana wetu asifiwe. Anasema hapa, ufalme wako uje. Samahani. Ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike hapa duniani kama huko mbinguni. Utupatie leo, ukishakuomba mapenzi yake, unaenda mstari wa 14. Utupatie leo riziki zetu za kila siku. Na utusamee madeni yetu. Utusamee maovu Baba. Kwa kuwa sisi ni watenda maovu. Binadamu anatenda maovu anazungumza. Binadamu anatenda maovu anapopumua. Binadamu anatenda maovu anapotizama tu na kuangalia. Binadamu anatenda maovu dakika zote. Sisi ni watenda maovu, tusamee Bwana. Ni kuomba msamaha sasa. Unaona? Na utupe riziki zetu. Zile riziki zenye yeye ametuandalia. Hapana riziki zenye binadamu anakupangia wewe. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Mstari wa 12 unasema, wa 12 nimeshasoma, utusamee madeni zetu kama sisi navyo tulivyokwisha kuwasamee wadeni wetu. Usitutii majaribuni, bali utuokoe kwa yule mwovu. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele na milele. Amina. Hata milele na milele. Bwana anatuonesha namna ya kuomba hapa. Anatuonesha jambo kubwa hapa ni ufalme wa mbingu uje hapa. Ufalme wa mbingu, jipe picha ya ufalme wa mbingu. Ufalme wa mbingu hakuna magonjwa. Kwa nini sisi tuna magonjwa? Ndio kuna topic hapa. Unasema Baba ulisema ya kwa ufalme wa mbingu uje. Katika ufalme wako hakuna ugonjwa. Katika ufalme wako hakuna usumbufu. Katika ufalme wako hakuna madeni. Katika ufalme wako hakuna njaa. Baba, ufalme wa mbingu unanikuta hapa usiku na mchana. Unaamrisha kiroho, mazingira yako yatageuka. Kutakuwa na shift ya kiroho yenye wewe mwenyewe hautaelewa. Wewe mwenyewe hautaelewa. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Tunazungumzia leo namna ya kuomba. Maombi yetu inatakikana tuombe nini? Tusiombi maombi yale yasiyokuwa na reference, yale yasiyokuwa na rejeo. Maombi yetu yanapaswa kuwa na rejeo, rejeo ya katiba ya maisha. Rejeo ya katiba ya maisha. Na kumuomba Bwana, ulimi zetu zinazungumza vibaya Baba, kwa sababu tumesha kuwa walemavu katika mazungumzo yetu ya kila siku, lakini wewe ni Mungu muweza. Tugeuze ulimi uweze kuzungumza yale unayofurahia Bwana, yale yenyewe mwenyewe unayofurahia. Na usiku na mchana ni Mungu mwaminifu, atatenda yale tunayemuomba. Kumbuka anazungumza ya kuwa ukiwa sawa sawa na mapenzi yake, chochote kile tutakachokiomba atatupatia. Sasa katika maombi yote tunaomba, kazi ya kwanza ni kuwa sawa sawa na mapenzi yake. Baba anataka niweje? Unaona? Na ukishakufuata zile njia, ndio unakuwa na usemi kwa Baba. Na Baba atatenda kila kitu. Asante sana. Bwana asifiwe sana. Samahani ndugu zangu. Tunaenda katika kitabu cha Zakaria. Zakaria sura ya 4 na mstari wa 6. Tutaanzia mstari wa 6 tunafikiri mpaka wa 7 hivi. Inasema hapa mstari wa 6. Kisha akaniambia, hili ni neno la Bwana kwa Zerubabeli. Si kwa nguvu wala si kwa uwezo, bali ni kwa roho yangu, asema Bwana mwenye nguvu. Haleluya. Haleluya. Anasemaje? Si kwa nguvu, si kwa uwezo, bali kwa roho yangu, asema Bwana. Wakati tunapoomba maombi yetu, wakati tunaomba, ndio kuna watu wengine tunapenda kuomba maombi marefu. Sio dhambi pia, kwa sababu unamlilia baba yako. Unaona? Wakati tunaomba, sio kwa nguvu yetu. Sio kwa nguvu yetu hata kidogo, ndio mambo swala yatabadilika. Ikiwa kama kuna mtu anakuambia nilimwombea ule akapona, alitumia nguvu zake yeye. Alitumia nguvu zake yeye. Lakini nguvu za mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, sio nguvu za binadamu kujitapia. Sio nguvu za binadamu kuuza kupatia pesa. Sio nguvu za binadamu kujipandisha kichwa. Mimi nakuwa naombea wagonjwa wanapona. Nikifanya hivi mkono 100 wanaanguka. Hayo yote sio maombi ya Mungu anayoyapenda. Unakwenda sehemu, mtu anatoa tu handkerchief, akiinua hivi watu 100 wanaanguka na watu wanaona haya ndio maajabu. Hayo sio maombi ya Bwana. Tuko tunaomba ombeni namna amesema. Hakusema kama nenda wa kuombewa kuangusha. Amesema Baba yetu uliye juu mbinguni. Kwa hiyo kila mtu
unaruhusiwa kupaza sauti yako kwake mfalme wa falme, Bwana mabwana. Tuache kuwa wapumbafu na wajinga. Tuache kuwa wapumbafu na wajinga. Anasema hapa, si kwa nguvu wala sio kwa uwezo wa binadamu. Sio kwa nguvu ya binadamu, sio kwa uwezo wa binadamu, bali ni kwa roho yangu, kwa roho yake Bwana mfalme wa falme, Mungu aliyeumba ulimwengu na vyote vilivyomo, na Yesu Kristo na Roho Mtakatifu. Ni kwa nguvu ya Bwana peke yake. Ikiwa kama magonjwa yanaondoka katika maisha ya binadamu, ni kwa sababu roho wa Mungu ametaka yale magonjwa yaondoke. Ukiwa sawasawa na mapenzi yake, hawezi kukupitia usiku wa leo. Ukiwa sawasawa na mapenzi yake, anapogusa wengine na wao wanakugusa. Usiku wa leo Mungu anaongea na sisi. Maombi yetu tunayapelekaje? Ni yale maombi kweli yako sawasawa na mapenzi ya Bwana? Au ni yale maombi yetu tunayaomba ili watu tusikie kama tunaomba? Au ni yale maombi tunayaomba ili watu wajue ule mama anaombaga kweli? Hayo yote ni ya kwetu sisi binadamu. Bwana anaangalia ule usawasawa na mapenzi yake. Tuko sawasawa na mapenzi yake? Lakini maombi yangu usiku wa leo, Baba mwenye neema na mwenye faraja, atujaze tena tuwe na nguvu ya kuweza kuomba sawasawa na mapenzi yake. Kwa kuwa yeye ni Mungu wa kuita na kuitika. Kwa kuwa yeye ni Alfa na Omega. Kwa kuwa yeye ni jana, leo, hata milele na milele, asiyebadilika Mungu. Hatujaze nguvu na ujasiri Bwana. Tuwe na ule kuwa sawasawa na mapenzi yake. Hatuwezi kuweza kwa nguvu zetu pekee yetu. Hatuwezi kuweza. Ulimwengu kuna vikwazo vingi. Hatuwezi kuweza bila yeye. Ni yeye mwenye kimbilio letu, akitujaza nguvu na ujasiri. Akitujaza nguvu na ujasiri kiroho, kimwili, ili tuweze kuweza majaribu ya ulimwengu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Tuingie mstari wa 7 wa Zakaria ile. Anasema, wewe ni kitu gani, mlima mkubwa sana mbele ya Zerubabeli? Wewe utakuwa ardhi tambarare, kisha utakuwa ardhi tambarare, kisha ataweka jiwe la juu kabisa la mwisho, ya watu wakipiga kelele wakisema. No, anasema mlima hapa wewe ni kitu gani? Mlima ni lile tatizo lote unayeliona, na wewe unaambia ile tatizo usiku wa leo. Wewe ni kitu gani wewe mlima? Wewe mlima wa magonjwa, wewe mlima wa kusumbuka, wewe mlima ni kitu gani? Uwezo wake Bwana kufanya tambarare usiku wa leo, kwa uwezo wa jina lake Yesu, kwa uwezo wa jina la Yesu. Unaona? Alafu hapa kisha kumwambia Zerubabeli, wewe ni mlima mkubwa sana mbele ya Zerubabeli. Wewe utakuwa ardhi tambarare, kisha ataweka jiwe la juu kabisa la mwisho wa watu kupiga kelele wakisema, Mungu abarikiwe, Mungu abarikiwe. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Pale kwenye ule mlima, pale kwenye lile tambarare, kwenye yale zile matatizo, ndio penye Bwana anakuja kufanya ule mlima unakuwa ni kunakuwa na tambarare. Kukishakuwa tambarare, itakuwa ni sehemu ya kushuhudia na kusema kuwa Mungu ni mkubwa. Mungu abarikiwe. Unaona? Mungu abarikiwe kwa uwezo wa jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Tuangalie hapa Mambo ya Nyakati, kitabu cha kwanza cha Mambo ya Nyakati, sura ya 4 mstari wa 9 mpaka mstari wa 10. Mambo ya Nyakati sura ya 4 9 10. Hapa 9 inazungumza, Yabesi aliheshimiwa kuliko ndugu zake. Mama yake alimuita Yabesi akisema, nilimzaa kwa huzuni. Yabesi akamlilia Mungu. Haleluya. Mama yake amemzaa samahani. Mama yake amemzaa na akampa jina la nani? La huzuni. Yabesi maana yake alimzaa kwa huzuni. Kwa maisha yetu ya leo, nafahamu watu wengi wanaitwa mahangaiko, nafahamu watu wengi wanaitwa tabu, nafahamu watu wengi wanaitwa mateso. Watu wengi. Sasa mateso wewe mzazi unapata, ndio unampa mtoto wako jina. Na wengi wao Bwana kwa kabisa ni mateso maisha yote.
Wale kina tabu wanakuwa ni tabu tabu tabu, wale kina mahangaiko wanakuwa ni mahangaiko moja kwa moja. Wakinavumilia wenyewe tu yanawapitiaga kila wavumiliage tu. Na mpaka leo kuna watu wanaitwa haya majina ya usumbufu. Tuangalie hapa kijana alifanyaje mstari wa 10. Yabesi akamlilia Mungu. Yabesi anamlilia Mungu, anakataa. Hapana, mimi ni mtoto wa huzuni. Wamemuita yeye, alikuwa akiheshimika, lakini jina aliyopangwa linamtia chini. Unaona? Akamlilia Mungu. Tuone amemlilia Mungu kwa nini hapa. Yabesi akamlilia Mungu wa Israeli akisema, Mungu, laiti ungenibariki kweli kweli na kuipanua mipaka yangu, mkono wako na uwe pamoja nami, uniepushe na uovu ili nisidhuriki. Naye Mungu akamjalia hayo aliyoyaomba. Kijana ameshaitwa mtoto wa huzuni, lakini anaenda kwake Bwana, anasema hapana. Mungu muweza yuko. Ndiyo mama aliniita mimi ni huzuni, ndiyo mama aliniita mimi ni mtoto matokeo ya huzuni, lakini mfalme wa falme anaweza kabadili. Ndugu yangu, ni jina gani lile binadamu amesha kukupanga, lenyewe limesha kukuvaa kama koti? Kungali na opportunity. Kuna opportunity. Kuna nitasemaje, ya wewe kurudia tena kwake mfalme wa falme, Bwana mabwana, na kusema kama vile Yabesi alisema hapa. Alisemaje? Kama Bwana utanibariki nami. Aliomba. Katika maombi unabadilisha mazingira ya sehemu ulipo. Katika maombi unabadilisha jina lile umeshapangwa. Unaona? Katika mazingira, katika maombi hakuna jambo lolote linakushinda, kwa sababu katika maombi unaingia katika sehemu zisizokuwa za kawaida, kwa sababu Mungu ni yule asiyekuwa wa kawaida, na yale yote yaliyokuelemea yamesha kuvaa kama nguo. Bwana mabwana anayageuza. Na hapa naye Mungu akamjalia hayo aliyoyaomba. Yale yote unayoyaomba Mungu atakujalia usiku wa leo. Mungu anakujalia usiku wa leo yale yote. Usiangalie ukubwa wa matatizo, lakini angalia ukubwa wa Mungu muumba aliyekuumba. Mungu muumba. Bwana asifiwe sana. Unaona? Yabesi alipata ushuhuda kwa kuomba na kubadili hali aliyokuwa nayo. Alipata ushuhuda mkubwa. Alikuwa jina amepewa ni jina la matatizo, magumu, mahangaiko, mateso, kuvumiliaga tabu yeye tu. Lakini akalikataa lile jina. Popote pale ulipo, ni kitu gani kinakuelemea mpaka unaona kinakuwa na jina? Fanya kama vile Yabesi alifanya. Alikimbilia kwake kimbilio letu. Akaenda kutoa maombi yake kwake Bwana. Baba, kama utanibariki, unibariki. Hata kama ndio ameshanipanga jina ni hili, lakini Bwana wewe nipe jina mpya. Na mfalme wa falme, Bwana wa mabwana, ulikuwa unaitwa mateso, utaitwa furaha. Ulikuwa unaitwa kilio, utaitwa. Mungu atapata jina tofauti ya lile jina ulioitwa. Ikiwa wewe ni magumu, Mungu atakupata jina lingine la furaha. Unaona? Opposite na lile jina lenyewe uliitwa. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kama mambo yanatokea usivyopenda, unao uwezo wa kuyabadili kupitia maombi. Mambo yote yale yanayokutokea usiyoyapenda, una uwezo kwa uwezo wa jina la Yesu na kubadili kila kitu. Na kubadili. Usisubiri matatizo kabla ya kuanza kuomba. Unaona? Nilizungumzia kabla maomba. Kila siku tunapaswa kumshukuru Mungu. Kumshukuru kwa sababu ni Mungu wa kutukuzwa. Ni Mungu wa upendo. Alituumba kwa mfano wake. Aliumba wanyama, lakini sisi akatupendelea na akatuumba kwa mfano wake. Hilo jambo lenyewe sio la kumshukuru kweli? Kwa nini asituumbi monkey au akatuumba elephant, tembo ama kima? Lakini akatuumba kwa mfano wake. Hilo pekee yake ni jambo la kumshukuru Mungu, kwa sababu alitupendelea sisi binadamu. Bwana asifiwe sana. Kama mambo yanatokea usivyopenda, unao uwezo ya kubadili kupitia maombi. Usisubiri matatizo kabla ya kuanza kuomba, bali omba kuepuka matatizo. Bwana asifiwe.
Unaomba kuepuka matatizo. Wakati unaamka asubuhi unasema, Baba, asubuhi ya leo ninaita malaika zako washuke. Mfalme wa falme unilinde mimi na vyangu vyote. Tunapokwenda nje tumebarikiwa. Tunaporudi ndani tunabarikiwa. Ulinzi wa mbingu ushuke. Mfalme wa falme, Bwana mabwana. Kama vile ulivyosema. Unazungumzia yale yaliyoko ndani ya Biblia. Na hakuna namna utakwenda uridi na matatizo. Mfalme wa falme ni Mungu mwaminifu. Hata kama vile agano lake linavyozungumza, na yeye ataweka wale malaika wa kulinde usiku na mchana. Bwana asifiwe sana. Kuna watu nimeshaona siku nyingi wanakuwa matatizo yakiwa matatizo ndio wanafunga siku 40 kwa kwenda kutatua yale matatizo. Lakini ni vizuri tuwe tunaomba kabla matatizo hayajatokea. Na tufunge kwa sababu tunafunga kumtukuza Mungu. Tunafunga kwa kumshukuru Bwana. Tunafunga kwa sababu tunataka uwezo wake na nguvu zake ziwe pamoja nasi. Ndio Mungu anayependa. Usimuiti Bwana kwa sababu ya matatizo. Kila siku muite, kila siku muite. Ndio katika maisha yako ya kuzoea kuwa unamuita kila siku. Matatizo ukiyaona pia unayaombea, lakini una ile zoezi ya kumuita wakati wote. Lakini mwaka mzima haumuiti. Ikifika Christmas ndo unaanza kumuita. Atakusikia kweli? Hata utakuwa huko ni kumstari, utakuwa wa mwisho. Ana fast track zake, watu wenyewe wanamuitaga kila siku. Wenye ameshazoea kusikia sauti zao. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Tuingie katika kitabu cha Luka. Luka sura ya 22 na mstari wa 46. Baada ya kuomba akawarudia wanafunzi wake. Akawakuta wamelala wakiwa wamechoka kutokana na huzuni. Naye akawauliza, mbona mmelala? Amkeni muombe ili msiangukie majaribuni. Yesu mwenyewe mfalme wa falme, Bwana mabwana. Yesu mwenyewe mtenda miujiza alikuwa pia anajua kama alikuwa anatumia maombi kama silaha. Anawaambia wafuasi wake, amkeni na muombe. Mbona mmelala? Amkeni muombe ili msiangukie majaribuni. Bwana asifiwe sana. Na sisi vile vile usiku na mchana Mungu wa Bwana mabwana, mfalme wa falme, hatujaze nguvu. Hatujaze nguvu ili tuwe na ule mwamko katika roho zetu. Tuwe tunamuomba usiku na mchana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kabla uovu hauja kufikia, muweke shetani mbali. Manake muweke mbali. Usisubiri maovu ya kuingia katika familia yako ndio aanze kumuita Mungu. Unamweka shetani mbali kwa kuzungusha ule ulinzi wa mbingu katika familia yako usiku na mchana. Unaona? Na namna moja ya kuepukana na shetani ni kuwa na matendo mema. Matendo mema usiku na mchana. Matendo mema. Unaona? Hiyo inakuwa ni kama vile kuwa sawa sawa na mapenzi ya Bwana. Bwana asifiwe sana. Muangamize mharibifu kabla mharibifu haja kuangamiza. Mharibifu mwovu anatakikana aangamizwe kabla yeye hajaangamiza. Bwana asifiwe sana. Usiku wa leo tutamuangamiza mwovu. Usiku wa leo tunamwangamiza mwovu. Mwovu tunakuangamiza na uwezo wa damu yake Yesu. Tunamwangamiza mwovu kwa uwezo wa jina lake Yesu, kwa uwezo wa damu ya Yesu, kwa uwezo wa moto wa Roho Mtakatifu. Uwezo wa Roho Mtakatifu ukuangamize wewe mwovu. Popote pale ulipo katika nyumba za wafuasi wa kipindi hiki, popote pale nyewe wote ndugu zangu mnayeangalia habari njema usiku wa leo, shetani hata tuangamiza tena. Tunasimamia neno lake Bwana. Tunasimamia neno lake Bwana. Tuingie katika kitabu cha Yakobo sura 4 na mstari wa 6 tuone. Basi mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Unaona? Naye atawakimbia. Basi mtiini Mungu. Jambo lote la maombi yetu kuweza kufika kwake Bwana, tunarudia katika kuwa sawa sawa naye Bwana. Katika kumtii mfalme wa falme, katika kutii neno lake Bwana, kuwa na mwenendo mzuri, matendo mazuri. Bwana atuwezeshe usiku wa leo. Mfalme wa falme atupe nguvu na ujasiri. Yale matendo yote tunayotenda bila kuelewa, aweze kutuepushia na kutuongoza, kwa kuwa yeye ni Mungu mwenye uwezo, na yeye atatenda usiku wa leo. Popote pale mlipo ndugu zangu,
popote pale mnasikia habari njema kupitia Star TV, ninaomba mjiombee usiku wa leo. Nguvu na ujasiri zake Bwana ziweze kutuingia katika roho, mwili na akili. Tunapoomba maombi yetu yaende kwake Bwana. Tunapoomba yale yaliyoko mazito katika miili yetu, katika tabia zetu za kila siku, atuwezeshe ili tuweze kumfurahisha yeye, tuweze kuwa sawa sawa na mapenzi yake, ili maombi yetu tukiomba yawe yanakwenda straight forward kwake. Bwana asifiwe sana. Anasema niite wakati wa shida na nitakuwa pamoja nanyi. Wakati wa shida nitakuwa pamoja nanyi. Ikiwa tuna mienendo mibaya, ile inayofanya maombi yetu yasifiki, ni shida kubwa katika maisha yetu. Atuelekeze, atuongoze, atupe nguvu na ujasiri ili tuweze kutoka zile njia zisizomfurahisha yeye. Ni kwa uwezo wake peke yake. Ni kwa uwezo wake peke yake. Unaona, yale matatizo unayoyaona unasema najikaza kweli ili niache tabia, lakini inanishinda. Ukiona ile tabia inakushinda, achana nayo. Peleka kwake Bwana. Leta masuala hizi za constitution. Weka hapo constitution inasemaje? Wewe tabia ya usingizi, wewe tabia ya uvivu, wewe tabia ya hivi. Unataja ile tabia. Unasema mfalme wa wafalme alisema, na unaenda kwenye Biblia yako unasoma. Na siku kwa siku mfalme wa wafalme atakuepuka, atatuondoa. Siku kwa siku, kwa uwezo wetu sisi peke yetu na maombi yetu, kumlilia mfalme wa wafalme na kukimbilia katika katiba ya maisha. Na Bwana anatenda usiku na mchana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Unaona? Bwana asifiwe sana. Hapa tasoma kidogo hapa Mathayo, maana niko karibu ya kumaliza, muda unaisha. Mathayo sura ya 4 na mstari wake wa kwanza hapa. Kisha Yesu akaongozwa na Roho Mtakatifu kuingia nyikani ili akajaribiwe na Ibilisi. Halo? Unaona? Kisha Yesu akaongozwa na Roho Mtakatifu kuingia nyikani ili akajaribiwe na Ibilisi. Baada ya kufunga siku 40 mchana na usiku. Unaona, Yesu ameshafunga siku 40 mchana na usiku. Shetani anakwenda kumjaribu. Shetani anaruhusiwa kutujaribu, na sisi tunaruhusiwa kumpinga. Bwana asifiwe sana. Alienda kumjaribu Yesu ili yale mafungo Yesu alifanya, kweli yale mafungo ataweza kweli? Alikuwa alishamaliza kufunga siku 40. Bwana asifiwe sana. Tuone, hatimaye akaona njaa. Yesu akaona njaa. Mstari wa 3 unasema, mjaribu akamjia na kumwambia, kama wewe ndiye mwana wa Mungu, amuru mawe haya yawe mikate. Shetani anamjaribu. Kama wewe ni mwana wa Mungu, amuru mawe haya yawe mikate. Mstari wa 4 unasema, lakini Yesu akamjibu, imeandikwa, mtu haishi kwa mkate tu. Anapinga ile shetani aliyofanya. Okay, wewe unatafuta kuacha tabia fulani. Unaona kama ile tabia inakushinda kuacha. Unaona? Unasema mimi nataka kufunga siku 3. Unafunga zile siku 3, unakosa kula, unakosa kunywa ili Mungu akumalizie zile tabia. Wakati unamaliza ile maombi, ile tabia ile yenyewe unakuanga nayo, unajua ndio unaomba, itarudi. Ikiwa kama tuseme kwa mfano ni tabia ya kusema kuiba au kufanya nini, ndio siku utakuwa nayo kama vile unataka sasa kwenda kubomoa hata nyumba uweze kuna. Maana shetani anataka kupinga. Maana ukimweza kumshinda shetani, hiyo problem imeshapata solution. Ukishinda ile majaribu ya shetani, bali solution inapatikana. Unaona? Bwana asifiwe sana. Yesu hapa, unaona? Lakini Yesu akamjibu. Tuone kwanza. Ameshamwambia ya kuwa ukifanya haya mawe ukiyageuza mikate. Samahani, acha nirudie kidogo hapa. Kama wewe ndiye mwana wa Mungu, amuru mawe haya yawe mikate. Tuone mstari wa 4. Unasema, lakini Yesu akamjibu, anamjibu si shetani, imeandikwa, mtu haishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Unaona? Hapa kuna vita ya maneno. Ibilisi anamwambia hivi, na yeye anamwambia imeandikwa katika katiba. Imeandikwa katika katiba kwa mtu aishi kwa mkate peke yake. Unaona? Yesu mwenyewe alitumia katiba
kwa kuweza kupingana na majaribu ya shetani. Ndugu zangu, ndio kwa maana ni vizuri wakati tunaomba tujue kupingana hila za shetani katika kutumia neno lake Bwana. Bwana asifiwe sana. Ndipo ibilisi akamchukua, hajachoka. Ndipo ibilisi akamchukua Yesu mpaka mji mtakatifu wa Yerusalemu. Hapa ameruhusiwa kujaribu shetani, anakwenda na Yesu sehemu zingine. Sisi pia ni vile vile. Sisi pia shetani anaruhusiwa kutujaribu, lakini ni sisi kuweza kumshinda shetani. Na tutamshinda vipi? Hatuwezi kumshinda shetani kwa maneno yetu. Zamani nilikuwa nikisema ondoka shetani kwa uwezo wa jina la Yesu. Nasema hivyo, sio vibaya, lakini hakuna referensi ya neno la Mungu nasemaje kufuatiana na lile swali. Lakini nikiangalia hapa Yesu alivyosema, mstari wa 5 tuone ilikuwaje. Anasema ndipo ibilisi akamchukua Yesu mpaka mji mtakatifu wa Yerusalemu na kumweka juu ya mnara mrefu mwembamba wa hekalu. Akamwambia, kama wewe ndiye mwana wa Mungu, jitupe chini na kwa kuwa imeandikwa. Shetani na yeye anatumia constitution, anatumia hii katiba ya maisha kuweza kumwangusha Yesu. Anamwambia na yeye, kwa kuwa imeandikwa. Imeandikwa, tusome imeandikwaje. Atakuagizia malaika zake, nao watakuchukua mikononi mwao, ili usije ukajikwae mguu wako kwenye jiwe. Shetani anamwambia Yesu passage biblique, anamwambia sura ya Biblia. Kwa hiyo shetani anajua Biblia pia. Wakati unamwambia neno la Mungu anajua. Na ndio tunajifunza usiku wa leo. Usiongei na shetani kimaneno peke yake bila kuwa na reference ya neno lake Bwana. Unaona? Tuone mstari wa 7 hapo nasemaje. Yesu akamjibu pia. Unaona? Ni maneno kwa maneno. Imeandikwa. Yesu naye anarudia katika katiba. Naye anasema imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Usimjaribu Bwana Mungu wako. Unaona? Kwa hiyo tujifunze maombi yetu yanakwendaje. Maombi yetu yanaenda na katiba, constitution ya maisha. Tukitumia lile neno ndio linatupatia nguvu. Ndio silaha yetu kupigana vita ya ulimwengu. Bwana asifiwe sana. Mstari wa 8 unasema, kwa mara nyingine ibilisi akamchukua Yesu mpaka kwenye kilele cha mlima mrefu na kumuonyesha falme zote za dunia na fahari zake. Kisha akamwambia, nitakupa hivi vyote kama ukinisujudia na kuniabudu. Yesu akamwambia, ondoka mbele yangu Shetani, kwa maana imeandikwa, utamwabudu Bwana Mungu wako, nawe utamtumikia yeye peke yake. Bwana asifiwe sana. Alimpeleka tena kwenye kilele huko cha mlima na kumwambia nani zingine, lakini Yesu anamshinda hapa. Na Yesu akamwambia, ondoka mbele yangu Shetani, kwa maana imeandikwa. Anarudi kwa maana imeandikwa wapi? Katika katiba ya maisha. Ndugu zangu, usiku wa leo ninajua kwa neno lake Bwana, katiba ya maisha hii iweze kuwa katika roho zetu, mwili na akili, ili tuweze kupigana vita. Hii ni mifano ya Biblia ya kuweza kukuonesha Yesu alifanyaje. Alafu tuone mstari wa 11. Mstari wa 11 anasema, ndipo ibilisi akamwacha, nao wa malaika wakaja na kumtumikia. Ndipo ibilisi akamwacha, shetani akashindwa. Malaika wakaja sasa kumtumikia Yesu. Na maisha yetu ya kila siku ni hivyo. Shetani anakujaribu, unataka uwe na uwezo wa kumshinda kupingana naye. Akisha kushindwa anaondoka. Na wakati anaondoka, malaika zake Bwana wanakuja sasa. Ndio wakati unakuwa unaamrisha neno na linatendeka kwa uwezo wa jina lake Yesu. Kwa uwezo wa jina lake Yesu. Usiku wa leo ninaomba habari hii, uwezo wa kuweza kujua kuomba. Tujifunze sana kisi ya kutumia maombi, katiba ya maisha, neno lake Bwana kama rejeo yetu, referensi yetu, ili maombi yetu yawe na uwezo na nguvu ya kuweza kuleta mabadiliko katika mazingira ya sehemu tulipo. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Na shetani atashindwa. Usiku wa leo tunamresist kabisa, tunamshinda kwa kutumia katiba hii. Ashindwe na ashindwe milele na milele, kwa kuwa tuko na Yesu, kwa kuwa damu ya Yesu iko pamoja nasi, kwa kuwa nguvu ya Roho, moto wa Roho Mtakatifu unatukinga, unatulinda usiku na mchana. Popote pale mlipo ndugu zangu, mnayeangalia Star TV usiku wa leo,
Malaika zake Bwana washuke, vyovyote vile mnavyopitia, awafunze namna kuongoza maombi kufuatana na matatizo ya maisha yenu, na kwa uwezo wake mtaweza. Ndugu zangu, tutaweza sisi wote kwa jumla kwa uwezo wa jina lake Yesu. Mfalme wa falme, ninatoa shangwe na shukrani kwa kipindi chako hiki. Umetuwezesha tena tuweze kukutanana ndugu, tuko sehemu mbalimbali na tunakutana kipindi cha habari njema. Habari njema yako hii Bwana iwe mbegu ya kwenda kujipanda ndani yetu, na uzungumze nasi usiku wa leo, mfalme wa falme, Bwana wa mabwana. Tufunze miendo mipya kwa uwezo wa jina lake Yesu. Ninatoa shangwe na shukrani sana jioni ya leo ndugu zangu, na nawashukuru tu kuona mnaendelea kuwa waaminifu na kipindi chetu. Mungu ataendelea kuwabariki, ataendelea kuwabariki sana. Ninafurahi kuona kama mko mnaangalia, kuna wenyewe wananitelefone, kuna wenyewe wananipigia simu. Uwezo wake Bwana utaendelea kuwa pamoja nanyi. Utaendelea kuwa pamoja nanyi. Msifi moyo ukiona tatizo moja ama nyingine. Kimbilio lipo. Yesu Kristo ni kimbilio letu. Lakini sharti ni moja. Sharti yake ni kuwa sawa na mapenzi yake. Sharti yake ni kusoma katiba, neno lake, ili neno lake lijijenge ndani yetu. Na likisha kujijenga ndani yetu, ndio tunakuwa na uwezo na nguvu ya kushindana na matatizo. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kipindi cha habari njema kitaisha kwa sasa, na ninaomba Bwana wabariki popote pale mlipo. Nataka kumaliza ili tuweze kufunga. Kama kawaida, mnajua kama ninaomba kila siku msaada wenu ndugu zangu, ili habari njema iweze kuendelea, na Mungu atawabariki. Acha niombe ili tumalizie. Bwana, kwa uwezo wa jina lako mfalme wa falme, ninatuma malaika zako Bwana waende katika nyumba za watoto wako popote pale walipo ulimwenguni Yesu, wanayefuata kipindi cha habari njema jioni ya leo. Baba, ninatoa shangwe na shukrani kwa sababu malaika zako wanashuka ili kuweza kutufunza namna ya kuweza kuongoza maombi yetu kwako, na tuweze kuwa sawa sawa na mapenzi yako siku zote za maisha yetu, kwa uwezo wa jina lake Yesu, kwa uwezo wa jina lake Yesu. Amina, amina. Amani ya Bwana iwe pamoja nanyi popote pale mlipo, na mbarikiwe sana. Bwana asifiwe. Amina.